The Harambee Stars itaingia uwanjani ikiandamwa na matumaini mapya na hesabu finyu za kufuzu kombe la dunia. Hesabu finyu si kwao Kenya, ni kwa wapinzani wao wakubwa. Baada ya mechi 9 za hatua ya makundi, The Harambee Stars bado wapo kwenye nafasi ya 3, lakini matokeo sahihi yanaweza kuyumbisha mizani ya kundi hili lenye ushindani mkubwa. Katika mechi yao ya mwisho, Kenya ilitandika Burundi goli 1-0. Ushindi muhimu uliowapa motisha kubwa kuelekea kupambano dhidi ya Ivory Coast. Bao hilo pekee lilitosha kuimarisha ari ya kikosi na kuonyesha dhamira ya vijana wa Ben McCarthy kwamba bado hawajakata tamaa. Endapo Kenya itaipiga Ivory Coast na kwa upande mwingine Gabon akaibuka na ushindi kwenye mechi yake, basi ndoto ya Ivory Coast kufuzu moja kwa moja kombe la dunia itayeyuka papo hapo, jambo ambalo litaandika historia kwa taifa la Kenya kwa miongoni mwa waliotikisa kundi hili hatari. Kocha Ben McCarthy ameipa timu sura mpya, akisisitiza nidhamu, umoja na soka la kushambulia kwa mpangilio. Mbinu zake zimeleta uwiano kati ya safu ya ulinzi na kiungo, huku akitumia falsafa ya kila mchezaji ni muhimu. Kati ya nyota wanaoleta matumaini, Ryan Ogamu ameendelea kuwa nguzo kuu katika safu yake, akiunganisha mchezo, kuanzisha mashambulizi na kutoa pasi za hatari zinazomfanya kuwa injini ya timu. Uhodari wake na uwezo wa kusoma mchezo umeifanya Kenya kuwa timu ngumu kupenya katika mechi za hivi karibuni. Katika mazoezi ya mwisho, ari na umoja wa wachezaji umeonekana wazi. Wote wanatambua kwamba mechi dhidi ya Ivory Coast ni zaidi ya mechi ya kawaida. Ni pambano la heshima, matumaini na udhibitisho kwamba Kenya inaweza kusimama bega kwa bega na wakubwa Afrika. Ikiwa Stars watacheza kwa kasi, nidhamu na ujasiri ule tulioshuhudia kwenye ushindi dhidi ya Burundi, basi huenda tukawa mashahidi wa historia mpya. Siku ambayo Kenya ilitikisa Ivory Coast na kugeuza ndoto kuwa imani. Harambee Stars, tusonge pamoja kwa moyo mmoja. Mimi ni Agadias Ikoha na hii ni Amaika Radio.